Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vimekwisha kupita kutoka hapa. Wakati huu tena mimi ninao furaha kukualika katika kipindi hiki cha Jiongeze Maarifa, ukifahamu vitu vingi vinavyohusu masuala mbalimbali kupitia kipindi hiki. Kama ilivyo ada, nimekuwa nikikutanisha na wataalamu mbalimbali waliobobea katika masuala mbalimbali hapa nchini, wakiendelea kutupatia elimu ambayo ni matumaini yangu kwa wewe ambaye inakuwa inakuhusu, basi inakuwa na manufaa kwako. Wakati mwingine tena karibu tuzungumze hapa. Leo mada mezani tunazungumza kuhusiana na dhana ya mmiliki manufaa. Utakuwa ukijiuliza dhana ya mmiliki manufaa, hiki kitu ni kitu gani? Lakini endelea kusalia hapo hapo kando ya runinga yako, tukizidi kujifunza mambo mengi kuhusiana na mada hiyo mezani. Leo niko na Gift Wazingwa. Yeye ni afisa usajili kutoka Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni BRELA. Tutakuwa na mambo mengi mazuri hapa tukijifunza hasa kuhusiana na dhana ya mmiliki manufaa. Hivyo fuatana nasi mpaka tamati tukiendelea kulisongesha gurudumu hili. Habari ya wakati huu? Nzuri. Tunafurahi kuwa nawe hapa. Tunatumai tutajifunza mambo mengi hii leo. Hasa kuhusiana na mada mezani ambayo tuko nayo hii leo. Moja kwa moja mimi natamani kufahamu sasa, mmiliki manufaa au dhana ya mmiliki manufaa inamaanisha nini? Okay. Cha kwanza, hii dhana ieleweke kuwa ni dhana ngeni. Ndio. Kwa sababu sheria ya makampuni ilifanyiwa mabadiliko mwaka 2020, Ndio. ikaletwa hii dhana. Kwa hiyo zamani hatukuwa nayo. Hata kama ilikuwepo, lakini kisheria hatukuwa nayo. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2021 ndio msajili wa makampuni akaanza kupokea hizi taarifa za wamiliki manufaa. Mmiliki manufaa ina maana gani? Ni mtu yoyote ambaye anamiliki 5% ya uwekezaji kwenye kampuni au ana uwezo wa kufanya maamuzi kwenye kampuni. Ndio. Kwa hiyo ni mtu yoyote anayemiliki au mwenye uwezo wa kufanya maamuzi kwenye kampuni. Huyo ndo mmiliki manufaa. Kwa hiyo hizo 5% ni kuanzia 5% kwenda mbele au ni 5% tu? Kuanzia 5% kwenda mbele. Yaani 5, 6 unaendelea. Na kuzidi kusonga mbele hapo. Ndio. Na ni vigezo gani sasa ambavyo vinatumika kutambua mmiliki manufaa katika kampuni? Kama hapo awali nilipoelezea maana ya mmiliki manufaa, kuna vigezo ambavyo wamiliki wa kampuni wanatakiwa waangalie ili kuwasilisha taarifa za mtu fulani kama mmiliki manufaa. Cha kwanza, lazima waangalie 5%. Mtu yoyote kwenye kampuni ambaye anamiliki 5% ya hisa ambazo zimegaiwa kwa wanahisa, ndio, huyo ni namba 1 mmiliki manufaa. Lakini pia ni mtu yoyote ambaye anafanya maamuzi kwenye kampuni, ana uwezo wa kumchagua mkurugenzi wa kampuni, huyo naye ni mmiliki manufaa. Kwa hiyo ikitoka hisa, ikija mtu mwenye kufanya maamuzi, cha tatu ni yule mtu mwenye, wanasema kwa Kiingereza influence. Ndio. Kwa Kiswahili ni yule mtu mwenye ushawishi katika kampuni. Inawezekana yeye ili jambo fulani likamilike, hata kama sio mwanahisa au sio mkurugenzi, lakini yeye ndo anatoa maamuzi ya mwisho kwa hiki kifanyike. Kwa anaweza kama ni mmiliki manufaa. Hivyo sasa inanifanya nifikirie kwamba kuna tofauti kati ya mmiliki hisa na mmiliki manufaa. Hivi vitu vinaingiliana, havina tofauti. Kwa sababu mmiliki manufaa, ili mtu awe kuwa mmiliki manufaa, mmoja wapo lazima awe anamiliki hisa. Hiyo ni njia moja wapo, lakini sio lazima hisa tu. Lakini pia kuna mtu mwingine anamiliki hisa, ndio, ila sio mmiliki manufaa. Sasa hapo nitaenda mbele kuelezea kuwa mmiliki manufaa unaweza ukawa ule wa moja kwa moja au kupitia mtu mwingine. Tunavyosema mtu wa moja kwa moja, ukienda leo kwenye daftari la msajili wa makampuni, utakuta labda Gift nimesajiliwa kama mwanahisa na nina hisa 10. Ndio. Lakini nyuma yangu zile hisa ambazo nimesajiliwa nazo sio za kwangu. Ndio. Nimemshikia tu mtu. Kwa hiyo mimi sio mmiliki manufaa, ila nimekuwa kama nimesajiliwa au tunasema registered shareholder. Huwa nimesajiliwa kama mmiliki hisa. Lakini sio mmiliki manufaa kwa sababu nimemshikia
mtu mwingine. Kwa hiyo kuna umiliki manufaa wa moja kwa moja. Kwa mimi nimesajiliwa kwa msajili na mimi mwenyewe ndio namiliki. Yaani kuwa faida mbalimbali nazipata mimi au kufanya maamuzi mimi ndio naweza kufanya moja kwa moja. Kwa msajili nipo na ndio mimi. Lakini kama kuna mtu mwingine nyuma, hiyo tunasema kupitia mtu mwingine. Shukrani sana. Sasa kwenye hii dhana ya umiliki manufaa kuna umuhimu wowote? Ya, dhana ya umiliki manufaa ina umuhimu. Cha kwanza inaleta uwazi. Ndio. Msajili anaweza akawa amesajili makampuni mengi lakini kumbe wale watu waliosajiliwa sio wale ambao wanamiliki zile kampuni. Kumbe kuna watu wengine ambao wanafanya maamuzi kwenye zile kampuni au wana benefit, wanapata faida kwenye ile kampuni. Kwa hiyo kunakuwa na uwazi fulani. Lakini kingine kinatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya uwekezaji. Kama wamiliki kampuni wanafahamika, kwa hata mwekezaji atavutiwa kufanya biashara kwenye hiyo nchi kwa sababu wamiliki wenyewe wa kampuni wanafahamika. Lakini tatu pia dhana ya umiliki manufaa inasaidia katika kupambana na ili wimbi la utakatishaji fedha. Labda hapo kwa kifupi tena ningewaelezea kuwa karibu katika wimbi la kupambana na utakatishaji fedha ndio dhana ya umiliki manufaa ilipozaliwa. Kwa duniani kote karibia kila nchi inatakiwa ihakikishe wana daftari la wamiliki manufaa. Na hiyo ni baada ya kufanya tafiti na kuonekana kuwa kampuni nyingi zinatumika katika kutakatisha fedha. Kwa kampuni zinatengeneza fedha na zile fedha zinatumika, yani zinaweza zikatumika kwa ajili ya utakatishaji kwa kampuni nyingine au hizo zinaweza zikatumika kwa ajili ya ugaidi, yani kampuni ikatoa kiasi fulani cha fedha kwa ajili tu ya kusaidia mambo ya ugaidi. Kwa hiyo ndio ilipelekea sasa dhana ni moja ya sababu iliyopelekea. Ukiachana na sababu hiyo pia umeniambia hiyo dhana ni ngeni kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Ukiachana na sababu hiyo, kitu kingine hasa ambacho kilipelekewa kuwepo kwa hii dhana ya umiliki manufaa, ni kurudisha nyuma kidogo. Ndio. Dhana hili ililetwa ni kwa sababu kama nilivyoelezea hapo awali, kuna kikosi cha kimataifa ambacho kwa Kiingereza wanasema Financial Action Task Force. Ndio. Ile inatengeneza mapendekezo ambayo dunia nzima inatakiwa ihakikisha hayo mapendekezo yanafanyiwa kazi. Na mojawapo ya pendekezo huwa kila nchi au kila msajili awe ana daftari la wamiliki manufaa. Ndio. Kwa hiyo ili nchi yetu na yenyewe iweze kuendana sawa sawa na wakati uliopo, lazima sheria ya wamiliki manufaa iletwe kwa sababu ni takwa duniani la kisheria. Ilikuwa inahitajika hivyo. Asante sana Gift, Mungu akubariki kwa maelezo hayo. Ni matumaini yangu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania nao unaendelea kupata kitu hapo, hasa ukielewa hii dhana kama ambavyo Gift amesema kwamba ni dhana ngeni pia. Hivyo inahitaji umakini wa zaidi ili uweze kuelewa hiki ambacho tunakizungumza hapa kuhusiana na mada mezani, dhana ya mmiliki manufaa. Niko naye Gift Wazingwa, yeye ni afisa usajili kutoka Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni BRELA. Tunazungumza hapa kuhusiana na dhana ya mmiliki manufaa. Sasa mimi ninatamani kufahamu kwamba je, mmiliki manufaa yeye pia anaweza kuwa na haki ya kupiga kura katika mikutano ya kampuni, ingawa labda yeye pia sio mmiliki wa hisa kama ambavyo ulituelezea pale awali kwamba inawezekana pia akawa sio mmiliki wa hisa. Ndio maana nikasema kile kipengele cha kwanza kama sio mmiliki wa hisa basi unaenda kwenye kipengele cha pili kuangalia je, huyu mtu anaweza kufanya maamuzi? Je, huyu mtu anaweza kumchagua mkurugenzi wa kampuni? Kwa sababu ili mmiliki manufaa patikane inategemea pia na kwa Kiingereza wanasema arrangement, kuwa kampuni imeweka mpangilio. Kwa sababu kampuni ikisajiliwa inakuwa na wanasema articles of association ambazo zile ni sheria zinaiendesha ile kampuni. Kuna kampuni kabisa haisemi huyu sio mwanahisa lakini inampa mtu fulani kuwa na uwezo wa kumchagua mkurugenzi. Kwa hiyo kama hiyo arrangement au mpangilio upo kwenye kampuni ndio. Na umesema hapa kwamba dhana hii ni ngeni ya mmiliki manufaa. Kwa kampuni yoyote ambayo bado haijatambua umuhimu wa dhana hii ya kuwa na mmiliki manufaa,
kuna hatari yoyote? Ndio. Cha kwanza, tangu kampuni ikisajiliwa tu, ndio msajili huwa anatoa taarifa kwa ile kampuni ambayo mpya imesajiliwa kwa ndani ya siku 30 baada ya kupata approval au hii kampuni kukamilika, unatakiwa uwasilishe taarifa za wamiliki manufaa. Ndio. Ukishindwa kuwasilisha ndani ya hizo siku 30, ukaja ukawasilisha baada ya miezi mitatu, itakuwa imetengeneza wanasema late filing fee au wanasema ada ya ucheleweshaji. Kwa utakapowasilisha utadaiwa ada ya ucheleweshaji. Ndio. Hiyo ni 2,500 kwa kila mwezi. Lakini pia kama hujaleta kabisa au umeleta taarifa ambazo si za kweli au taarifa hazijatimia, hilo unakuwa umefanya kosa lingine kisheria, ambapo wewe utachajiwa, ukibainika hivyo, utachajiwa milioni 5 bila kuzidi milioni 10. Hapo katikati kampuni itadaiwa hiyo hela. Ndio. Na kwa zile kampuni pia ambazo hazijatambua hiyo dhana, huenda pia ndio ziko kwenye mchakato, ama wengine wamekuwa pia wakijiuliza maswali ni kwa namna gani. Mimi natamani kufahamu sasa huo mchakato wa kubaini miliki manufaa ukoje? Kama nilivyoelezea pale awali, cha kwanza ukishajua kuwa huyu ana hisa, huyu ana uwezo wa kufanya maamuzi, huyu ana ushawishi kwenye kampuni, inatakiwa ukusanye taarifa zake. Ndio. Ukishakusanya taarifa zake, utaenda kwenye tovuti ya msajili ambapo BRELA, utachagua eneo la mifumo, utachagua mfumo wa wamiliki manufaa, ndipo utawasilisha hizo taarifa za wamiliki manufaa. Ndio. Shukrani sana. Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, wewe ambaye unazidi kuwa pamoja nasi. Ni matumaini yangu unazidi kupata elimu ya kutosha hapa. Leo tunazungumza kuhusiana na dhana ya mmiliki manufaa. Niko na Gift Wazingwa, yeye ni afisa usajili wa kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni, inamaanisha BRELA. Tunazungumza hapa, ni matumaini yangu unaendelea kujifunza mambo mengi. Kipindi kilichopita, kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri, tulikuwa na wasaa mzuri hapa wa kuzungumza kuhusiana na usajili wa viwanda vikubwa na vidogo. Na leo hii tunazungumzia dhana ya mmiliki manufaa, ambapo ili umiliki kiwanda au umiliki kiwanda kikubwa ama kidogo, pia tuligusiwa ni kwa namna gani ambavyo pia ni lazima ulikuwa labda na kampuni ama ulikuwa na jina la biashara ambao tayari umekwisha ulisajili. Na moja ya vitu ambavyo tulisisitizwa pale ni kwamba ni lazima uishe taarifa zako kila baada ya muda. Sasa hizi taarifa za mmiliki manufaa zenyewe pia zinawasilishwa BRELA kila baada ya muda, na kama ndivyo ni kwa baada ya muda gani? Kizuri, taarifa ya wamiliki manufaa zinawasilishwa mara moja tu. Kampuni ikishasajiliwa au kama ilikuwepo tangu zamani, ikishawasilisha mara moja inakuwa imemaliza. Lakini italazimika kuleta taarifa zingine endapo kutakuwa na mabadiliko kwenye kampuni. Inawezekana mimi Gift leo nina hisa 50, kesho nina hisa 60. Kwa hiyo hata umiliki wangu unawezekana ulikuwa 5%, leo ni 10%. Kwa hiyo utakuja utabadilisha zile 1%. Kwa hiyo kama kutatokea mabadiliko au mtu yoyote ataacha kuwa mmiliki manufaa, kwa sababu kampuni mtu anaweza akatoka akaingia mwingine. Kwa hiyo kama kuna mabadiliko ndio utawasilisha, lakini taarifa kama hamna mabadiliko unawasilisha mara moja tu. Ndio. Na hiyo mara moja, kuna gharama zozote za kuwasilisha taarifa hizo? Ndio. Kuna gharama za kuwasilisha taarifa za mmiliki manufaa. Kwa kila mmiliki manufaa mmoja utalipia gharama ya shilingi 22,000. 22,000 ya Kitanzania. Ndio. Kwa hiyo ukiwa kama yuko mmoja tu kwenye kampuni, ukilipa 22,000 na hamna mabadiliko, unakuwa umemaliza. Lakini hiyo endapo utalipa kwa wakati. Kama kampuni imesajiliwa leo, ndani ya siku 30 ukaleta taarifa za wamiliki manufaa, kwa kila mmiliki manufaa mmoja utalipa 22,000. Lakini kuna zile kampuni ambazo zilisajiliwa nyuma, kabla dhana ya wamiliki manufaa haijaingia nchini. Na kama nilivyosema, dhana imekuja mwaka 2020 na msajili akaanza kupokea mwaka 2021. Kuna muda ulitolewa kwa kufikia mwezi wa 6 mwaka 2022, kampuni zote zile ambazo tayari zilishasajiliwa ziwasilishe taarifa za wamiliki manufaa. Kwa hiyo kama haijawasilisha, ikiwasilisha leo, itadaiwa na ada ya ucheleweshaji kwa kila mmiliki manufaa. Hivyo hizo ada za ucheleweshaji zitahesabiwa kutoka 2020.
kutoka 2022 mwezi wa 6 mpaka hivi leo tunapozungumza hapa. Na ninatamani kufahamu sasa, hizi sheria pia za umiliki manufaa ziko sawa katika nchi zote ama zinatofautiana, kama ambavyo ulizungumza pia hapo kwamba ni sheria ambayo imetoka kimataifa? Sheria hii ya umiliki manufaa karibia ziko sawa kwenye kuelezea mmiliki manufaa ni nani. Lakini kuna nchi zingine ambazo sisi mfano Tanzania tunasema ili uweze kuleta taarifa za mmiliki manufaa kwenye upande wa hisa, mtu at least awe na 5% ya zile hisa ambazo zipo kwa watu. Lakini ukienda nchi nyingine kama Kenya utakuta ni 10%. Ndio. Kwa hiyo maana ya umiliki manufaa kila nchi maana yake ni sawa. Kwa sababu hii kama nilivyosema ni pendekezo la kitaifa, yani kidunia. Ndio. Lakini kwenye percentage au asilimia hapo ndo kuna utofauti kidogo. Ndio. Shukrani sana Gift, tunaendelea kujifunza kuhusiana na dhana hiyo ya miliki manufaa. Ni matumaini yangu mtazamaji pia Hope Channel Tanzania popote pale ulipo unaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na mada mezani, tukizungumza kuhusiana na dhana ya miliki manufaa. Niko naye Gift Ozingwa, yeye ni afisa usajili kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. Kipindi hewani ni Jiongeze. Ni matumaini yangu unaendelea kutufuatilia kwa uzuri. Kumbuka kipindi hiki pia unaweza kukipata YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania. Kama haujasubscribe unaweza kufanya hivyo muda huu. Kumbuka tu kubonyeza kitufe chenye alama ya kengele kilichopo mbele ya neno subscribe ili upate notification pindi tutakapokuwa hewani katika kipindi hiki ama katika vipindi vingine vingi, ili usipitwe na mibaraka ya vipindi vyetu kutoka Hope Channel Tanzania. Na kama nilivyokujuza, leo tunazungumza kuhusiana na dhana ya miliki manufaa. Niko naye Gift Ozingwa, yeye ni afisa usajili kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, na tunazidi kusonga mbele hapa tukizidi kujifunza mambo mengi kuhusiana na mada mezani. Sasa mimi natamani kufahamu Gift, taarifa za miliki manufaa kila mtu anaweza kupewa kama akiziomba? Kwa sasa sheria inatamka kuwa taarifa za umiliki manufaa ni confidential au ni za usiri. Kwa mtu akileta, mtu mwingine hatakiwi kuzitawanya au kuwapa watu wengine. Ila sheria imeelekeza taarifa za umiliki manufaa watapewa watu gani. Watapewa vyombo vya uchunguzi kama kitengo cha kudhibiti fedha haramu, PCCB, watu wa rushwa, polisi. Kwa saizi ni mamlaka hizo tu ambazo zimetajwa na sheria kupewa hizo taarifa. Ndio. Wakati tukizidi kuzungumza hapa, umezungumza kwamba sasa hivi pia kuna ada ya ucheleweshwaji kwa yale makampuni ambayo yatachelewesha kwa namna moja ama nyingine, ambayo ilianza kuhesabika tokea 2022 hiyo ada ya ucheleweshwaji. Na tamani kufahamu sasa, kuna kampuni labda huenda yenyewe ikakaidi, yaani hapo sasa kuna madhara yoyote yanaweza kujitokeza? Kama nilivyosema, madhara mengine makubwa ni hayo ya kampuni kupelekwa mahakamani na ikagundulika kuwa hajawasilisha. Pale ndo atachajiwa milioni 5 hadi milioni 10. Na huu mchakato sasa, kwa sababu ni mgeni machoni kwa watu wengi, ndio kitu kipya kimetambulishwa. Tangu kuanzisha kwake mwaka 2020, mwitikio wake kwa watu ukoje? Mwitikio ni mkubwa, lakini vivyo hivyo kuwa kuna kampuni nyingi ambazo hazijawasilisha taarifa za umiliki manufaa. Na ndio maana kuna tangazo tena limetoka, msajili amelitoa kwa kampuni ambazo zimesajiliwa ziwasilishe taarifa za umiliki manufaa. Ifikapo Aprili, tarehe 15 Aprili mwaka huu, kampuni haitaweza kufanya mabadiliko mengine kwenye kampuni au haitaweza kuwasilisha taarifa za mwaka za kampuni au itashindwa kupata zile huduma zingine ambazo BRELA inatoa endapo watazihitaji kama haijawasilisha taarifa za umiliki manufaa. Ndio. Na kwa kuwa kitu hiki ni kipya, je, kuna jitihada zozote ambazo mmeendelea kuzifanya ili kuhakikisha watu wanajua kuna hiki kitu kipya kinatokea? Lakini kwa yale makampuni mpaka mengine hayajatuma, je, wana taarifa au ni kitu ambacho wameamua tu kukiweka kando?
Wakala imejitahidi sana kufanya training, mafunzo karibia kila mikoa, na pia wakala imekuwa ikienda karibia kila radio na hata maonyesho mbalimbali kushiriki kwa ajili ya kutoa hii elimu. Na hata leo tena nipo kwenye TV hapa natoa elimu kuwa kuna hiki kitu. Kwa hiyo kama jitihada imefanyika sana, na ukitembelea hata tovuti za wakala iwe kwenye mitandao ya kijamii, hizi taarifa zote unazipata. Ndio. Lakini zaidi pia kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi, huenda yeye ni mmiliki wa kampuni na alikuwa labda hajafahamu kama kuna umuhimu hiyo. Una neno gani la kumwambia sasa ili basi naye awe ni miongoni mwa ambao anaenda kutii sheria bila shuruti? Kikubwa ningependa kuambia wamiliki wa kampuni ambao inawezekana leo ndo kwa mara ya kwanza anasikia au walisikia lakini kwa kutokujua umuhimu hawakuwasilisha. Basi leo napenda kuwakumbusha kuwa wajitahidi kuwasilisha taarifa za wamiliki manufaa. Na uwasilishaji wake ni rahisi sana. Ni kitendo cha dakika 5 hadi 10 kwa sababu taarifa ambazo unawasilisha ni za kawaida. Jina la mtu, anakaa wapi, alizaliwa wapi, amezaliwa lini, na anamiliki asilimia ngapi au ana uwezo wa kufanya maamuzi. Ni ukiingia tu kwenye mfumo ukijaza ile form, ni form moja tu, ukatoa ukasign, ukaiwasilisha kwa msajili, unakuwa umemaliza. Kwa hiyo ni vema wakafanya mapema kuliko wakasubiri mpaka ikaja ikawaletea gharama kubwa ya ucheleweshaji au ikajikuta wanachajiwa milioni 5 hadi 10 kwa sababu hawajawasilisha hizo taarifa. Ndio. Na mfumo huo unaingiaje? Kwa sababu tumeshuhudia pia katika vipindi mbalimbali. Huenda mtazamaji ndio kwanza amejiunga nasi, hata hajajua mfumo ukoje, inakuaje mpaka anaingia hapo anapata fomu ya kuweza kuijaza. Karibu. Kwanza ukitembelea tovuti ya BRELA kuna sehemu ya form. Cha kwanza ili ikurahisishie wewe kujaza hizo taarifa, ukienda kwenye upande wa forms, chagua form 14B, form namba 14B. Ukienda ile form inatoa guidance au inakuelekeza wewe ni taarifa gani utaulizwa endapo utaingia kwenye mfumo ujaze. Sio uijaze ile form. Hapana, unaweza ukaijaza kwa ajili ya kukusaidia wewe kuwa ukiingia kwenye mfumo ujaze kwa urahisi. Kwa hiyo ile form inakupa maelekezo ni nini unatakiwa kujaza. Ukishamaliza pale nenda kwenye eneo la mifumo. Utachagua mfumo wa wamiliki manufaa au kwa Kiingereza wanasema beneficial ownership system. Ukienda pale itakutaka utengeneze account. Kutengeneza account ni rahisi. Cha kwanza uwe tu na valid email address au barua pepe ambayo inafikika. Itakwambia ingiza majina, weka barua pepe, weka namba ya siri. Ukishaweka ukabonyeza kitufe itakuletea link kwenye barua pepe yako. Ukienda utaactivate. Ukisha activate tayari unakuwa umeshatengeneza account ya kuingia. Kwa hiyo baadaye utakuja kuingia kama mtu mwenye account tayari. Kwa hiyo ukiweka pale email yako na password unakuwa na account. Ukishaingia ndani utasema kuwasilisha taarifa za wamiliki manufaa. Utaweka namba ya kampuni, ile fomu ambayo unatakiwa kujaza itajifungua. Kwa hiyo anwani ya kampuni tayari itakuwa imejivuta ile ambayo ipo kwenye mfumo wetu mwingine. Kwa hiyo utaingia tu kwenye kujaza vipengele vya au wamiliki manufaa. Utaweka jina lake na hizo percentage au asilimia ambazo nimekwambia. Ukimaliza mbele ile fomu ile itajipakua, itakupa nafasi ya wewe kuipakua au kuidownload, ambapo kuna sehemu ya kusign na kuweka tarehe. Ukishamaliza ile form utatakiwa uiscan, alafu utaipakia tena kwenye mfumo. Then ukibonyeza tena kitufe uendelee, itakuletea namba ya malipo, ankara ya malipo au control number. Utalipia, ukishalipia tu ile application itatoka upande wako, itakuja upande wetu na sisi tutaifanyia kazi. Kwa hiyo ni kitu cha dakika 10-15 unakuwa umemaliza. Hivyo kwa huduma nyingine pia zinazotolewa na BRELA kwa sasa hivi zote zinapatikana katika mtandao. Yaani kwa sasa tangu 2018 huduma zote ambazo zinatolewa na BRELA zinapatikana kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo popote pale ulipo, hauna haja ya kuja ofisini. Unaweza ukafanya, ukapata cheti chako au ukatimiza takwa lolote ambalo unatakiwa kufanya. Na kuna changamoto zozote sasa katika nyinyi mnapokusanya hizi taarifa za wamiliki manufaa? Labda huenda mtu kuna vitu amekosea ama kitu chochote, ili sasa kikawe ni funzo kwa yule anayetazama ili awe makini
pindi anapochukua hatua ya kufanya hivyo? Kwa dakika moja tunapomalizia. Changamoto kubwa ipo kwenye asilimia. Kwa sababu asilimia pale unayopiga ni ile asilimia ya hisa ambazo zipo kwa watu. Ndiyo. Kuna kampuni inawezekana ikawa ina hisa 2000, lakini ina hisa 100 tu ndio imegawa kwa wanahisa. Zile zingine zimebaki. Kwa hiyo unazotakiwa wewe kupigia mahesabu katika kupata asilimia, unatumia zile zilizopo kwa watu. Kama wanahisa ni 3 na wanahisa 50-50. Kwa hiyo utapigia zile 150. Na hesabu yake ni rahisi. Utachukua namba anazomiliki mtu mmoja, kuzidisha kwa 100. Sasa hii ndio hesabu ambayo inatumika. Alafu utagawa kwa zile, kwa Kiingereza wanasema total number of issued shares. Ni jumla ya namba za hisa ambazo zimeshagawiwa kwa watu. Shukrani sana. Ndivyo tunavyohitimisha hivyo. Neno moja kwa mtazamaji ambaye anakuangalia hivi sasa. Mimi watazamaji napenda kuambia waendelee kutumia mitandao na waendelee kupata huduma za BRELA kwa njia ya mtandao, kwa sababu BRELA imefanya mfumo mrahisi. Wewe ukitaka kusajili jina la biashara au kusajili kampuni, ni kitendo cha muda mfupi tu unapata cheti chako na unakuwa umerasimisha biashara yako. Shukrani sana. Mungu akubariki sana. Gift Wazingwa, asante kwa muda wako wa thamani. Asante na. Amina. Shukrani sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, wewe ambao umeendelea kuwa pamoja nasi hii leo. Ni matumaini yangu umeendelea kujifunza vyema, hasa kuhusiana na mada mezani ambayo tumekuwa nayo hii leo kuhusiana na dhana ya mmiliki manufaa. Tumekuwa naye Gift Wazingwa, yeye ni afisa usajili kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni, yani BRELA, ambaye ametupatia madini ya kutosha hapo. Ni matumaini yangu umejiongezea maarifa, umejiongeza katika kipindi hiki cha Jiongeze. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abishagi Mpoki, tumekuwa naye Engineer Ellen Charles, bila kumsahau Samson Malakalinga. Mpaka wakati mwingine, baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziendelee kuambatana nawe unapoendelea kutazama Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.